Lengo la shughuli ya leo ni kuongeza hamasa na tija. Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na wadau wake iliona ni vyema maadhimisho ya siku ya misitu duniani na upandaji miti kitaifa yakafanyika kwa pamoja. Aidha, tangu kuanzishwa kwake yameadhimishwa mara 3. Mara ya kwanza maadhimisho haya yalifanyika Magu pale mjini Mwanza, ilikuwa mwaka 2022. Mara ya pili yalifanyika mkoa Kilimanjaro Same, na hii ni mara ya 3 yanafanyika mkoani Njombe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi inaendelea. Tunawashukuru sana. Katika kipindi chote cha maadhimisho haya imekuwa ni fursa katika kuchochea juhudi za uhifadhi na upandaji miti kwa jamii na umma mzima wa Watanzania. Kwa mfano, kupitia Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, katika kipindi tangu 2020 hadi sasa, wakala umefanikiwa kupanda miti takriban milioni 146 ya jamii mbalimbali, ikiwemo mikoko milioni 1.1 imezalishwa na kuoteshwa katika maeneo mbalimbali nchini. Sisi kama wananchi wa mkoa wa Njombe tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ni miaka 4 yenye mageuzi makubwa sana kwenye sekta zote ndani ya mkoa wetu. Njombe kama mkoa hakuna kijiji ambacho hakijaguswa, ama kwenye elimu ya msingi ama sekondari, ama afya, ama maji, ama barabara, ama umeme, ama kilimo. Karibu kila sekta Mheshimiwa Rais amewagusa wananchi wa Njombe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umepata nafasi ya kuja hapa Njombe huko nyuma ukatembelea kilimo cha parachichi. Tunazalisha miche ya parachichi, tunauza mikoa jirani, tunauza nchi jirani. Na sasa tumefikia mahali ambapo mkulima mmoja anauza miche 400 ya parachichi. Tunalima viazi mviringo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumewaambia watu wa TARI na watu wa ASA wamekuja hapa. Tumewaambia tuna changamoto ya mbegu ya viazi, kwa sababu viazi vinazalishwa Silverland. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mbegu ya viazi eka moja ni shilingi milioni 1.3 kwa sasa. Tumewaambia watu wa TARI tuko sawa tayari kuzungumza na Wizara ya Kilimo, tuone kama wawekezaji wazawa na wawekezaji wengine kutoka nje wanaweza wakakaribishwa ili tuwekeze kwenye uzalishaji wa mbegu za viazi, ili wananchi wa Njombe waweze kulima viazi kwa wingi, lakini pia kuongeza thamani ya viazi. Nyie mmepata bahati ya kuanzilisha kuajiriwa. Endeleeni kuonyesha weledi kwenye utumishi wenu. Fanyeni kazi kwa uaminifu, fanyeni kazi kwa uadilifu, lakini muonyeshe uwajibikaji. Kitendo cha kuyatimiza haya matatu mnatengeneza ushawishi kwa hawa kuwekeza zaidi, na wafanya hawa kuwa mabalozi kwa wengine waliobaki huko kwamba Tanzania mkija, kwanza tunapata uwekezaji na mazingira ya uwekezaji ni mazuri, lakini 2, kuna haja ya kuleta wafanyakazi kutoka huko, sababu wafanyakazi wote wanapatikana ndani ya nchi. Lakini 3, huyu kwa kuajiri nyie mnakuwa walinzi nambari 1. Hatutarajii kama kuna mtu atakuwa anaipa mfuko wa dawa hapa. Hatutarajii miongoni mwenu mtu aondoke na nguzo hapa. Hatutarajii uondoke na frame zilizotengenezwa hapa za milango ukatamani ukateze mlango wako. Na sijapata taarifa hiyo. Nilikuwa namuuliza wewe mzee kama je, ushapata tatizo la wizi? Ameniambia hapa na watu wema sana, jipigeni makofi. Taasisi za utafiti, hakikisheni mnaendelea kufanya utafiti ambazo zinazitoa majibu na changamoto zinazokabili sekta ya misitu ili kupata mwelekeo wa kusimamia jambo hili. Huku wizara iendelee kuhamasisha na kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji katika kuanzisha mashamba ya miti, viwanda vinavyoongeza thamani kama hiki cha TANWAT na vile pale Mafinga ambavyo vinakwenda vina process au wanaishia katikati wanapeleka kwao China. Kumbe kule wanaenda kutengeneza viti kama hivi, alafu wanatuuzia huku sisi kiti kimoja $500,000. Tukiwa tumepeleka hizo mali wamenunua kwa bei ndogo, alafu wanapata bei gharama kubwa. Kwa hiyo hawa lazima tuwake ukomo wa uvunaji na uchakataji. Tunataka kila kitu wamalize hapa hapa kama wanavyofanya hawa TANWAT. TANWAT wanaanza mwanzo mpaka mwisho wakiwa hapa hapa Tanzania, hapa hapa Njombe. Kwa hiyo na viwanda vya mfindi vile navyo vikabainishwe ambavyo havijamaliza, tulishawapa muda, inatosha.
Wanataka tuwamalizie hapa hapa kila kitu. Kama hawataki watuachie, tutamleta mwingine ambaye yuko tayari kuchakata kila kitu akamalizia hapa hapa. Kama viti na mikalio vitengenezwe hapa hapa. Nondo zipo, square pipes zipo, tutakunja tutaweka mkalio wetu wa mbao zetu. Kwa hiyo hili tutalifanya wenyewe. Tuimarishe ushirikiano wa wadau mbalimbali. Nimefurahi kusikia kwamba mmewaita wadau wako hapa na wao wameshiriki kwenye maandalizi, wameshiriki kuweka mabanda maonesho, na wanatoa elimu wakati wote, na kwenye maeneo yao ya kazi wanafanya kazi nzuri ya uhifadhi wa mazingira na misitu yetu, na program mbalimbali tulizonazo na wao wanazitekeleza. Hili ni jambo muhimu na tunahitaji kuona vikiwa endelevu. Lakini kwa viongozi wa vijiji na kata washirikishwe hawa katika mipango yote ya mikakati ya utunzaji wa mazingira ndani ya halmashauri yao, ikiwemo na kudhibiti vitendo vya kuchoma moto ovyo. Yako makabila yana utamaduni wa kuchoma moto, alafu kumbe ukienda mbali sana anasema ataishi miaka mingi. Moto akiwasha hapo ukizima anaanza kupata mashaka, anasema ataishi mwaka mmoja. Kwa hiyo wanashindana kutaka kujua ataishi miaka mingapi kwa kuchoma misitu. Hiyo haikubaliki, na kwa hiyo elimu iendelee. Wizara tena mshirikiane na mamlaka nyingine kuhakikisha kwa wananchi wanapata elimu kuhusu uhifadhi na biashara ya kaboni ili waweze kuanza kunufaika kupitia biashara hiyo. Punguzeni mlolongo wa masharti ya kuanzisha biashara kaboni. Ziko halmashauri nyingi zimeleta maombi ya kuanzisha biashara kaboni. Biashara kaboni inasaidia katika kutunza misitu, lakini kupata vibali inachukua mpaka miaka 3-4. Kibali gani hicho cha miaka 3-4? Badilisheni taratibu zenu. Kama kuna sheria na kwanza leteni bungeni, waheshimiwa wabunge wako hapa, Mheshimiwa Manyika yuko hapa, Mheshimiwa Festo Sanga yuko hapa, Mheshimiwa Deo Sanga mwenyewe yuko hapa, Mkulonjinji yule mzee kabisa maarufu, lakini na mbunge wetu dokta kutoka kule Lupembe. Taasisi ya misitu TFS, wekeni mipango thabiti ya kukabiliana na changamoto ya uchomaji moto misitu. Na kwa kuwa nyie mna mameneja wa misitu kwenye maeneo yote, wahakikishe kuwa kila siku wanaitembelea misitu yetu, lakini kushirikiana na majirani ili waweze kupata elimu na unge mkono kwenye ulinzi.